Tumalizie, mama anasemaje? Mama Dangote anakutazamaje kama msanii, ama kuna muda anakuambia chukua hela zao tu? Huwa anakuambiaje hasa akiwa anatazama kazi yako? Mimi bwana, kwanza sipendi sana kuzungumzia sana masuala ya kifamilia, lakini naweza ngasema katika ile kazi yangu ya mwanzo hapo, nazungumzia huko mwanzo, alitia nguvu yake ya maneno baada ya kuomba ushauri ile kwamba naenda kushuti, naenda kufanya hiki na hiki, alitia nguvu kwamba wewe unaweza. Kwa hiyo naamini ile wewe unaweza, mimi ndio ile ninaoishi nayo. Kwenye tukio zito la uzinduzi sambamba na kutazama walau kile ambacho kimefanyika kwenye tamthilia hii ya Bakora, miongoni mwa wasanii waigizaji wa kongwe, naweza nikasema hivyo, watu wazima kwenye sanaa ambao wamehudhuria ni pamoja na Uncle Shamte, mjomba wetu. Uncle Shimako, asante. Wema? Mwema kabisa. Watu tunazungumza pale, ulisema kwamba Bakora ni kazi yako ya pili. Natamani nifahamu kwanza, kwenye ile kazi yako ya kwanza mapokeo yalikuwaje wakati unaanza? Watu walipokea kwa kusema kwamba Uncle anajua kuigiza, ama walikuwa wanakutazama vipi? Mapokezi ya Mawio niseme yalikuwa makubwa sana, na ndio maana muona nimerudishwa kwenye cast kama ile, lakini imeboreshwa zaidi, imetiwa nakshi zaidi. Mapokeo yalikuwa makubwa. Jina la Jecha ndio jina ambalo linashindana na Uncle Shamte katika kukutana na watu, hususan nikienda mikoani, kwa ni baraka kabisa. Lakini moto ule umekuja kuongezwa petroli kidogo huko kwenye Bakora, umeelewa Kwa hiyo mapokezi naweza ngasema yalikuwa ni makubwa, na ndio maana bwana akapata ushawishi wa kuniita tena kwenye hili jambo lake la pili, na alikuwa ambalo linahitaji cast kama ile, mtu ambaye muonekano wa fedha, ukali uwepo, mamlaka, nguvu, yani power ile ya kimamlaka, kwamba si mkuu wa mkoa, si waziri, si serikali, umeiweka hapa. Wewe ukitizama nani ambaye angeweza kuiweza kiharaka ngumu. Maua tumpe nani ambaye amemsababisha Uncle leo tunamuona kwenye uigizaji? Kuna jicho la Gabo, lakini kuna connector Ismail King'ombe, mwanangu, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, ndio kaanza kunifanya leo hii mic zinanisogelea, naweza nikasema. Kwa hiyo siwezi kumwacha Suma ambaye ni meneja wa Gabo. Yes. Tusemeje sasa, Uncle sasa hivi ni mwigizaji ama ndio vile kwamba anatazama deals zinapokuwa zimekuja, hili niingie ama nisingie? Hii sio tunatizama, wao wanitizame mimi. Pale wanaponiona mimi nafaa waniambie, milango iko wazi. Na kuhusu swala usanii ndio wote tumeufanya. Na maana hata kwenye niliposimama kwenye membali nikasema, angalieni, mkiona nafaa mtaniita wenyewe, mkiona sifai simtaachwa. Wewe mtu akweke 10,000 na 1,000 utachukua ipi hapa? Umenielewa Kwa hiyo wakiona nafaa wataniambia njoo, wakiona sifai alhamdulillah. Lakini kwa nini imekuwa Gabs peke yake? Mawio ya Gabo, hii hapa ya Gabo, deals zingine haziji ama tafsiri yake tunachagua? Zinakuja, lakini unajua sisi na kampuni zetu za viwanja bwana, tunahangaika kila siku. Sasa unataka kunipa shilingi ngapi ambayo mimi naikosa huko kwenye viwanja? Hata bwana anatoa, kuna wakati unamuonea huruma. Unaona sasa ukatoa kingi, lakini ndio tufanyeje sasa? Tunaacha huku dili nyingi kama hivyo 1.5 kuelekea 2. Umeelewa Uuzi viwanja unaishia kushare tu matangazo, lakini simu zikiita wewe ndio unayaelisha, kwa maana zile hela zinaita. Umeelewa? Kwa hiyo ndugu zangu, msiogope nikisema kwamba hela yake anayoitoa bwana ni kubwa, kweli kubwa, lakini hela ambayo inasemekanika, hela ambayo inazungumzika. Kwa hiyo nisije nikasema sana mkapata uoga, hapana. Ni approachable, ni ambayo unaweza ukanifikia na jambo likawa. Kitu ambacho natamani nikuulize, price yako ipoje? Kama vile mtu ambaye watu wanataka kuogopa kwamba hauingiliki, ni kitu kinaitwa valuation. Nimesema valuation, ukinitathmini tu mimi unaweza ukaelewa kwamba huyu tumpe shilingi ngapi. Wewe ukinitathmini kwamba mimi nakuja location na mabegi yangu ya nguo ambazo kuninunulia wewe, nakuja na usafiri wangu, hata hiyo kutoka hapa kwenda Mwanza nimedrive na usafiri wangu binafsi. Kwa hiyo unaweza ukajua kwamba mtu kawekeza kiasi gani na mimi nimpe kiasi gani. Kwa hiyo hata ukiniambia tunashuti Mbeya, mimi utaniona na kibaisikeli changu nipo na mabegi yangu kwa gharama zangu. Kwa hiyo wewe utajua mimi unilipe ngapi. Siongei masiara, yule bwana kibaisikeli kiko nje hapo, kimetoka Mwanza kufanya kazi, kimerudi, anajua huyu bwana. Kwa hiyo sio bei kubwa, ila nafanya kazi, napokea pesa kutokana na kazi unayonipa. Yaani sio nikasema kwamba naacha hela, huyu anaacha hela bwana, Uncle usiache hela. Hapana, sio kila hela ya kuchukua. Kuna hela nyingine unasema basi Mwenyezi Mungu nashukuru, ni riziki, ni namba, lakini naiacha ipite kwa sababu tu kwamba haifanani.
Zungumzie Bakora, umeshiriki kama ni meneja wa Bakora Bar kama sikosei. Mimi ndio mmiliki. Yaani mimi ni mmiliki kwa kifupi mimi ndio tajiri yao. Mimi ndio mwenye tamthilia. Mimi ndio mmiliki wa jina la tamthilia. Kwa maana yani mimi ndio owner wa Bakora. Ni ukiacha Bakora ile ninayoitumia fimbo, lakini Bakora yenyewe ni jina la bar ambayo mimi ndio mmiliki wake, ambayo iko Mwanza pale. Umeelewa eh? Kwa hiyo mimi ndio bosi wao, naweza ngasema. Ila wewe tamthilia haipo. Ipo. Kwa hiyo umeona walotambulishwa kwenye season 2 wametambulishwa sababu hawapo kwenye hii season 1, lakini mimi utaendelea kuniona tena kwenye season 2 unless Mwenyezi Mungu afanye yake. Mengi yamezungumzwa kwamba Bakora inakuja kuwa tamthilia za juu kuliko zingine, kwamba tamthilia ambazo watu wajivunie kuitazama. Nitamani nisikie kutoka kwako. Ni ukweli kabisa, kwa sababu unaweza ukasema watu wote wamepita tasuba, yaani wamepita kwenye vyuo vya sanaa. Kama ulivyosikia watu wazungumzaji walivyozungumza, hakuna aliyetia chumvi pale. Ni uhalisia. Unajua kujigamba siku hizi mbele za watu, afu kitu kaja kukumbua, watu wanaunganisha zile. Before and after, au sio? Sasa tunaliogopa hilo. Kazi imefanyika. Kiukweli kazi imefanyika. Na wanasema kwenye uzia tia rupia. Huyu bwana yeye katia rupia, katia pesa. Huwezi kula cha mtu usideliver. Huwezi kula cha mtu usifanye kazi yake. Yaani unakulaje hela ya gabu afu kazi yake hujaifanya ya kushuti. Na hujaifanya katika kiwango, kwa sababu yeye yupo, yeye ndio director. Umeelewa? Utarudia, si ushakula, kula uliwe. Watu wengi wanaamini kwamba ili msanii aonekane ni bora apate tuzo. Anko Shamte, wewe ni kazi yako ya pili hivi. Tutarajie jina la Anko Shamte tutaliona kwenye baadhi ya kategori kwenye tuzo zinazokuja, ama tusemeje ili watu waamini kwamba Anko Shamte anaigiza bwana? Mimi naweza nikawa mwana mapinduzi. Kwa mfano hizi tuzo sijajua utaratibu kama watu wanapelekaga majina au watu baada ya kuwaona ndio wanawaingiza kwenye mfumo ule wa nomination. Ila ya kwangu mimi itafika hatua wananchi wataandamana kwamba huyu sasa apewe. Itafika tu, mimi sitaki kusema mwaka gani, lakini itafika tu, kwa sababu kuna mzigo huo wa season 2 unaokuja na kuna mzigo mwingine tena. Watatu. Kwa hiyo bwana, itafika hatua sasa, kama ni baraza, kama ndio watoa tuzo, watakunjwa mashati. Jamani, huyu bwana apewe kabla hajaondoka duniani. Hicho nafikiri kitakuja kutokea na nitakuwa mimi mtu wa kwanza. Sijaona mimi hii swala la Mawio na Bakora limenifanya sasa naangalia hii sinema zetu. Najikuta kwamba kwanza nilishasusa kuziangalia sinema za Kitanzania, lakini mwisho wa siku naona kuna tamthilia nyingi. Mimi mwenyewe nimekuwa ninakosoa kiasi kwamba anasema hapa itakiwa ufanye hivi. Ndio maana kila mtu wake anazungumza, mwisho wa siku anakuambia hebu pata muda uangalie Bakora. Maana sio maneno tupu. Ukweli si maneno tupu. Mimi naweza nikaa hapa miungu na miungu nitajiapiza na kujiapiza, lakini kazi imefanyika, lakini kwa sababu ya uwekezaji wa Gabs Media na ushirikiano mkubwa ambao tumepata kutoka kwa Azam Media. Yes. Umekuwa ni miongoni mwa watu wazima ambao wameingia kwenye sanaa. Kuna namna yote ambayo unahisi labda wenye mamlaka, nazungumzia kama Tafa na Kosota, watengeneza tuzo maalum kwa wale watu wazima ambao na wenyewe wamesema wacha tuingie kwenye sanaa? Kuna wewe, kuna Dr. Almasi, yani kuna watu wazima fulani hivi. Muone kipengele chenu cha tuzo maalum tofauti na hizo vijana. Kwanza ukizingatia usanii wenyewe tumeanzia ukubwani, ndio maana nikajiita chipukizi mzee. Yaani usanii bwana ni kazi ambayo inamchukua mtoto mchanga, inamchukua mpaka mzee. Sasa mimi nimeanzia ukubwani. Wewe fikiria mimi makamera mangapi yamenipita, location ngapi zimenipita, yaani mkumbo wa wasanii gani umenipita. Leo hii nakuja kufanya kazi na watu ambao wameanza siku nyingi kina Gabo. Kwa hiyo kama siku wataamua wao kukaa kwa fikra zao, watupe sisi tuzo, litakuwa ni jambo jema. Hatuwalazimishi, lakini waliangalie. Wenye ndevu nyeupe tushaongezeka, tumekuwa wengi, na tuzo kama zimekuwa kama ndio tunaona wanapewa watu, lakini hebu waangalie kwenye ule ukweli kabisa, ukweli. Kuna kupeana tuzo na kuna ukweli wa tuzo. Anastahili kupewa. Nafikiri hapo kwenye huo mchakato waliangalie hilo, ndio tutaingia kina sisi, ndio tutakuja sasa. Tumalizie, mama anasemaje? Mama Dangote anakutazamaje kama msanii, ama kuna muda anakuambia chukua hela zao tu? Huwa anakuambiaje hasa akiwa anatazama kazi yako? Mimi bwana, kwanza sipendi sana kuzungumzia sana masuala ya kifamilia, lakini naweza ngasema katika ile kazi yangu ya mwanzo, hapo nazungumzia huko mwanzo, alitia nguvu yake ya maneno baada ya kuomba ushauri ile kwamba naenda kushuti, naenda kufanya hiki na hiki. Alitia nguvu kwamba wewe unaweza. Kwa hiyo naamini ile wewe unaweza, mimi ndio ile ninaoishi nayo. Labda niishi hapo. Yes.
Na namna yote na sisi ipo siku naye huenda akaja huko. Swaumu na hobi. Mimi humu nimekuja na vitu viwili, kwa sababu nilichopewa naweza nikakifanya, lakini pia nimeangalia na swaumu zangu, kwa sababu bwana anaweka mpunga mezani na mimi naurukia ule mpunga. Kwa hiyo sijui sasa yeye kama akiwa na hobi au kama atakuwa na swaumu hiyo. Unapokaa naye uone kama anaelekea naye kuigiza? Sijamuona bado. Sijamuona. Watu wanatamani siku waone chemistry pale Mama Dangote, Anko Shamte, mke na mume unaigiza. Sijamuona. La mwisho la kumalizia. Kikubwa watu watupe jicho kutuangalia na kututathmini. Umeelewa, ni kazi ambayo tumeenda kuishutia katika mkoa wa Mwanza, mkoa ambao kwa sisi ni wageni. Kwani elewa tu kwamba ukishakuwa mgeni ni mgeni sehemu yoyote. Lakini tumefanya kazi kwa uweledi mkubwa as if kama vile tuko kwenye tasnia tangu zamani. Watazamaji mtupe jicho na jicho lenu lisiwe la uongo. Mimi napenda kwenye kusomaga comment pale kwenye Azam TV burudani. Kwamba hii toa huyu toa, yani huyu hapati. Nasoma sana zile comment. Kwa hiyo nikisema bwana, kwa muda zinaumiza zile. Hapana, zinajenga. Anko Shamte hajui lolote. Yaani itakujenga. Kwa mfano mimi niliwahi kuambiwa miwani nilivaa kwenye mawio ikawa inanibana. Kwa hiyo nikikasirika nikiitoa inaniachia maalama. Kwa hiyo ikaonekana wazi ile miwani ilikuwa ni midogo. Simuona nimeitoa hii haijanibana, kwa maana narudisha niko vizuri. Kwa hiyo kukosoa kunasaidia. Mbaya kumtukana mtu kumdhihaki kwa vitu vingine. Shukrani sana. Asante sana.